Raia ikaanza bishiana nayo, watoto wazalendo nao wakafika pale. Wakati wazalendo walifika pale, wale waaskari ambao walikuwa deja waisha leo wakaanza kupiga masasi, mtangazaji. Na utafahamu kama mwa ile evenema kuna watu wengi ambao wamepoteza vitu vyao, kuna watu wameumia, kuna watu wameibwa mali yao ya samani. Ile tumekondane na kusema tumeshukuru paske viongozi wa kijeshi wale watu waliwaarete. Hamjambo mtazamaji wa television Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluhia. Karibu kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Leo ni tariki 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tutazungumzia kabisa kuhusu hali ya usalama mdogo ambayo inaendelea kuripotiwa hapa na pale katika mji na tarafa letu la Uvira. Baada tu ya kila leo milio ya risasi kuripotiwa, kuna baadhi ya raia ambao wanaoendelea kupoteza maisha yao. Pia kuna wanajeshi pamoja na wazalendo ambao wanaoendelea kufariki katika mji na tarafa letu la Uvira. Utakwenda kugundua kuhusu milio ya risasi ambayo iliyosikika siku ya posho, usiku wa kuamkia siku ya Mungu katika jiji na tarafa letu la Uvira kwenye manispaa ya Kalundu, ambapo watu watatu wapoteza maisha kupitia milio ya risasi ambayo iliyosikika katika mji na tarafa letu la Uvira. Kwenda kujua mengi kuhusu hali ya usalama ambayo inaendelea kuripotiwa katika jiji na tarafa letu la Uvira. Tutakwenda kuzungumzia kabisa kuhusu movement Toae Machozi ya raia ambayo kabisa inaendelea na kampeni yake ya kuhamasisha raia kuhusu amani ya kudumu katika jiji na tarafa letu la Uvira. Kampeni hiyo ambayo iliyoanzishwa tangu mwezi wa 5 mwaka 2026 na ikiwa kabisa itakwenda kuhitimishwa tariki 13 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Kampeni ya amani ambayo inaendelea eneo mbalimbali katika jiji na tarafa letu la Uvira kuhamasisha raia ili kuweza kujua namna gani wanaweza wakajilinda kuhusu hali ya usalama mdogo ambayo inaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine nikukaribishe kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho. Moja kwa moja tuanze na habari zetu za siku ya leo. Habari zetu za siku ya leo zinagubika kabisa kuhusu watu watatu waliofariki pa Uvira kupitia milio ya risasi iliyosikika hii siku ya posho, siku wa kuamkia hii siku ya Mungu katika jiji na tarafa letu la Uvira. Bwija Kelve akiwa ni mratibu wa Sosiko RDC, tumepata nafasi ya kumhoji na kuweza kutoa kabisa ripoti kuhusu mauaji hayo ambayo yaliyoripotiwa katika mji na tarafa la Uvira. RDC umehudhuria kwenye mdahalo huu ambao umeandaliwa na Machozi ya Raia, na wewe ulikuwa mkufunzi wa pili kwa siku ya leo. Kwa yale ambao umeyafunza, wananchi ambao wanakusikia ambao wakupata fursa ya kuhudhuria leo wanufaike na nini? Asante mtangazaji kwa ile maswali. En fait, hii tribune populaire ambayo ilikuwa naandaliwa na Mouvement Toae Machozi ya Raia, mimi kibinafsi nilifunza wakaaji paraporo ya hali ya usalama. Mwa ile hali ya usalama mtangazaji, niliugusia ususa ni mambo ambayo tuko tunapitia mvile ya Uvira. Uko nakuta mtu iko nakuwa iko mwake anapigwa masasi, mtu anakuwa iko kelke pare anakuwa aleve. Ile ni mambo ambayo nimeonesha raia namna gani mtu anaweza fanya rapport monitoring. Wakati mtu anapigiwa masasi mu quartier fulani, mtu anapaswa kuwa anakuwa souple, anaandika ilikuwa 19h, mtu fulani alikuwa mu circonstance fulani amepigwa masasi na watu wenye kumiliki silaha, mambo ya vile. Na mwa ile nikaonesha tena wakaaji namna gani ya kufanya alerte securitaire. Nimewaonesha kama alerte securitaire ni kitu ambao unaweza andika hata message kidogo na partager mu groupe pale, hautaandika hata jina yako, na kuko wakati hawezi hata ukaandika structure yako. Par exemple, masasi iko nalia mkomine Kalundu, we mwananchi uko pale ku alerte, unaweza andika ka message kadogo, masasi iko nalia mkomine Kalundu mu quartier fulani,
ile deja iko alerte securite. Na mwile mtangazaji, nimeonesha tena wananchi namna gani mtu anapasha kujua kartografia ama zone d'intervention. Yani wewe kama uko mkomine Kalundu, ilifaa kujua kama komine Kalundu inaanzia wapi inaishia wapi. Yani kama uko Muho Plateau, ilifaa kujua territoire ya Fizi inaanzia wapi inaishia wapi. Ile ni mambo ambayo nimeonesha wananchi pia kupenda inchi, kukuwa na ile esprit patriotique, kukuwa na ile sense ya patriotisme. Nimeonesha wananchi wameelewa mambo fulani fulani, na mwa ile mtangazaji nikawaonesha kama kuhusu toujours mambo ya usalama mdogo muvile ya Uvira. Hii komine ya Kalundu imebatre record par rapport, imepata percent mingi par rapport ya mambo ya mauaji, mambo ya maalevement, mambo ya wizi, ile yote kabisa nimeonesha wananchi na wananchi wameelewa ile mambo. Na tarafani Uvira, tukizungumzia hapa Uvira jiji, matukio yamekuwa mengi ya mauaji kama ulivyotoka kusema hapo. Vipi nyinyi kama vile miongoni wa mashirika ya kiraia yanayofuatilia usalama mdogo, kuna visa gani vya hivi karibuni wiki hii, tukiwa leo tarehe 7 mkianza siku ya Jumatatu lendi mpaka leo? Asante kwa swali mtangazaji. Utafahamu kama kwa hii wiki deja kuko maka fulani fulani ambao zisharipotiwa kushirika letu la kiraia Sosiko RDC. Utafahamu kama juzi kuna watu wawili ambao wameumizwa vikali na masasi na watu wenye kumiliki silaha. Jana kuna wazalendo watatu ambao wameuliwa na watu wenye kumiliki silaha. Ile ni mambo tuko tunaendelea kukondane. Busiku ya leo masasi imesikika mkomine Kalundu. Leo mchana maonze masasi imepigwa sana mtangazaji. Population ilikuwa inaanza tuuliza kordo, eske kuna kuya nini Uvira? On dirait que baadui banaingia tena Uvira. Ile wakati tumefuatilia ile mambo tukaona kama consommation nayo ya boisson fortement alcoolisée nayo ilikuwa chanzo ya ile masasi mtangazaji. Boisson alcoolisée ndo nini? Ile pombe za ulevi, ile pombe za ulevi ambao unakuta mtu iko na 500 francs, akiingia mkibanda fulani mtu anakuwa ashalewa na 500 francs. Yani ile makanyanga, wanzuki, mafura, masavana, ziko aina mingi za pombe kalikali mtangazaji. Neno ya mwisho ni kusema tu kama raia wote wa Uvira et de ses environs wanapasha kukuwa na esprit patriotique, moyo wa kizalendo ya kupenda kwanza inchi. Kwani ukitembea mzengine mainchi mtangazaji, kila raia anakuwaka polisi, anakuwaka anere wa inchi yake. Yani wakati unaona kitu kibaya kiko fasi fulani, ilifo unakidenonse. Ukikuta mualifu ilifo unamudenonse. Na kama unaona una ile kapasite ya kudenonse ule mtu waziwazi, unaweza hata kunisinyale ni boxe, mimi nikapana ule mtu, na hakuna mtu mwatajua X ou Y personi mwatajua kama mtu fulani njo alinipatia jina ya ule mualifu. Ile ni ma strategie toujours. Raia wa Fizi, Mwenga na tarafa la Uvira ni kuambia tu waendelee toujours na esprit ya patriotisme ya kupenda inchi. Unapoona muhalifu ni vizuri kumudenonse kuma instance za securite. Aiza unaweza kwenda ku chef de village, aiza chef de groupement, unaweza kuenda aiza ku askari polisi, aiza ku mashirika za kiraia ama kuma vuguvugu za kiraia. Raia ikaanza bishiana nayo, watoto wazalendo nao wakafika pale. Wakati wazalendo walifika pale, wale waaskari ambao walikuwa deja waisha lewa wakaanza kupiga masasi mtangazaji. Na utafahamu kama mwa ile evenema kuna watu wengi ambao wamepoteza vitu vyao, kuna watu wameumia, kuna watu wameibwa mali yao ya samani. Ile tumekondane na kusema tumeshukuru paske viongozi wa kijeshi wale watu waliwaarete wakawatia ku vyombo vya usalama. Ukiwa mfuatiliaji na mtafiti wa masuala ya kiusalama, kuna hizi taarifa kwamba kulikuwepo na mabishano ya risasi kati ya askari jeshi wa taifa FRDC na wazalendo hadi wazalendo watatu kufariki. Vipi taarifa hizi mnazo? Mtangazaji, utafahamu kama ile mambo
ya wale wa askari 3 wa kizalendo ambao wamefariki jana, walikuwa selo, taarifa zenye tumepata, wale wazalendo walikuwa mambo ya mapatruye ya usiku. Wakati walisikia fasi fulani huko saa ni mizozano, wakafika pale. Kwenda kufika pale mkomini ya Kalundu toujours. Kwenda kufika pale wanaanza penda sasa wa intervenir, wakakuta askari jeshi wa FRDC pale iko wanazozana na mke wake. Ile wanaingia mnyumba pale masasi ikaanza. Sur place kukafariki wazalendo wawili na mwingine akapigwa masasi akaenda malizia safari kwenye hospitali general. Na ile ni mambo toujours tumekondane mtangazaji, kwani wale wazalendo walikuwa mpatrouille na walikuwa wanapenda wasauve situation, angalie si wataokoa ule mwanamke ambao amekuwa anapigiwa. Na huyo askari hajakamatwa kwa taarifa mtangazaji. Taarifa ambayo tuko nazo mpaka sasa hivi imesemekana kama inawezekana kama mpaka sasa hivi ule civiki ambaye alikuwa anafanya ile mambo ya usalama mdogo mpaka hivi haja kamatio. Tukingali tunafuatilia, jioni tutaongea tena na wakuu viongozi wa. Huyo alikuwa ni Bwana Bwija Kelve, akiwa ni mratibu wa Sosiko RDC, ambaye kabisa alikuwa kwenye televisheni yako Muteba TV. Ikiwa tunaendelea na habari zetu, machozi ya raia wanaendelea kabisa na kampeni ya kuhamasisha kuhusu amani ya kudumu katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jiji na tarafa letu la Uvira. Musa Ali Rutamu, akiwa ni president jimboni Kivu Kusini wa Mouvement Machozi ya Raia, tuliweza kupata nafasi ya kuweza kumtembelea na kujibu kuhusu maswali kutokana na kampeni hiyo ambayo inayoendelea, ili kuangalia namna gani raia wanaweza kujilinda na hali ya usalama mdogo ambayo inaendelea kuonekana katika mji na tarafa letu la Uvira, wakati wanaona watu wenye kumiliki silaha, watu ambao hawafahamiki, waweza kutoa ripoti kwa vyombo vya dola. Musa Ali Rutamu, akiwa ni mratibu jimboni wa Mouvement Machozi ya Raia, atoa ripoti yake kwenye televisheni yako Muteba TV. Mimi naitwa Musa Ali Rutamu na kuwa mratibu wa vuguvugu Machozi ya Raia katika province ya Sud Kivu. Tunakutana hapa kwenye eneo la Agabo ikiwa kwenye hotuba. Nyinyi Machozi ya Raia, hotuba hii imekusanya watu, mnawapatia ujumbe gani? Gisi umetoka kuona pale kwenye kiwanja ya Agabo, na tunashukuru deja presence ya watu wengi wamezuria katika ile apel yetu tumelancer, ni kusensibiliser toujours population ya Uvira ajuu wayue amani ni nini, wayue utamaduni wa securite ni nini, na kusensibiliser deja davantage ajuu ya amani. Hapa kwetu tunaendelea kuona makama insécurité zinakuwa za kwa wingi, malèvement, mavole, maviole ziko kwa na enregistrer. Sisi kama vuguvugu Machozi ya Raia tunasema ke haiwezi kuwa normal katika pays etenye inajirespecte kwa naenda na enregistrer d'une manière récurrente ile maakte za vile. Tukasema acha tuite wananchi leo tuzungumzie ajuu ya amani, inajinscrire deja mu kampanye yetu ya sensibilisation ya juu ya kumobiliser population yetu ya Uvira ajuu iyue amani ni nini, na ndio tukasema leo tutaita ile kampanye ya amani kwetu, non seulement hapa Uvira, aussi na mplene ya Ruzizi. Na kuna matukio mengi ambayo yameripotiwa, risasi hapa na pale. Hivi vyote nyinyi mmevipokeaje, na kwa ujumbe ambao mmeambia wananchi? Leo tunaambia wananchi leo pale Machozi ya Raia inaendelea kila siku kwa naandika kila ripoti ya mauaji ya enlèvement inaendelea kufanyika kwetu Uvira, na tuna lancer deja hata na appel kwa population tuna kwa autorité que prochainement tutatuma hata na document yenye ina recenser le mauaji yote kuanzia mwezi wa Avril mpaka leo. Na kesho tuliita pale wananchi ni kuendelea kuwasensibiliser komagisi nabo iye gari na ba polisi na ba soda biko censé na renseignement na sécurité ya wananchi na mali zao aina shie a notre niveau kwa chini par le bas, tunaweza contribuer aussi ku sécurité ya hapa kwetu Uvira. Na mnafikiria mbinu zipi nyinyi kama vile mashirika kama vile vuguvugu mnaweza mkaziweka mezani kwa kusaidia usalama kurejea vizuri? Kama leo Jumapili hivi kuna risasi zimesikika, makanisa yanataka kuingia, kuna makanisa mengine shughuli zao, vipindi muhimu vya kanisa vikawa vimesambaratika. Tunalaumu ile acte wale ile makomportement zinaendelea kufanyika, ingalo tunaendelea kusensibiliser population
na kama leo tunasensibiliser population juu ya amani ya security, tutakia sensibiliser aussi ba autorité bali wenye biko na masasi koma nao watakontribua juu ya kuasire security mjini Uvira hapa. Kwa kukamilisha, una neno la nyongeza kama vile ujumbe, wito wako kwa tabaka zote? Wito wangu ni kusema ya kwamba facteur ya security wala benye wanahusika na security haiko ba policier wala FRDC, ila sisi jamii, sisi wananchi, na sisi tuko na responsabilite kamili ya kukontribue mu facteur ya security, kudenonse batu wenye hajulikani, wale wanatumikisha silaha nje ya utamaduni wa serikali, na kuambia watu wote ke ile insecurity tuko nayo tusikuwa sema seke ni ya mtu mwingine, meni yetu, na tunapaswa shibote kujumulika fasi moja tukontribue gisi tutaasire security. Na ukiangalia vitu tulifaa kwa réseaux sociaux, tuenda na sensibiliser déjà watu avec des affiches par rapport ya ma comportement anti-insécurité. Usijengi fasi ya mbaya, il faut kudenoncer tel acte yenye unaona par rapport ya rushwa, upashi kwa kamata rushwa wala kupana rushwa. Ni mambo mengi sana tuko naendelea kufanya katika hii kampeni yenye tunakumbusha ilianza depuis le 24 mai yenye itaisha tena le 24 juin ya hii mwezi, kuendelea kwenda na sensibiliser population ajuu ya amani hapa kwetu Uvira na mplene ya Ruzizi. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili kupitia televisheni Muteba TV ambayo imeandaliwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kuweza kuzipata. La ziada sina, nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini. Thank you.